thumma allamahu bilqalam, kisha akamfundisha kupitia kalamu, allamahu ma lam ya'lam, na kwa hiyo kalamu akamfundisha yale yote ambayo alikuwa hayajui. Warafaa ahla alilmi darajat, na Mwenyezi Mungu akawanyanyua wenye elimu kuwa na daraja kubwa. Wajaala alilma nura yuhtada bihi fi dhulumati aljahli wadhalal, na akajalia kwamba ilmu hiyo ni nuru ambayo inaongoza watu kutokamana na ujinga na upotofu. Nahmaduhu subhana, tunamhimidi Mwenyezi Mungu ambaye anasabihiwa sana. Hamda shakirin, yani himdi yani kumshukuru. Wanastainuhu isti'anatul mutaallimin almutawadhi'in, na tunamtegemea mategemeo ya watu wenye elimu, tena na watu ambao wananyenyekea. Wanaudhu bihi min ilmin la yanfa, na tunajikinga kwake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokamana na elimu ambayo haina manufaa. Wa qalbi la yakhsha, na kwa moyo ambayo haiogopi. Wa nafsi la tashba, na pia vile vile nafsi ambayo haishibi. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, nashuhudia kwamba hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja ambaye ana mshirika wake. Jaala talaba alilmi faridha, ambaye amejalia kwamba kutafuta elimu ni lazima. Warabata bihi alimani walamal, na akaiunganisha hiyo elimu na imani pamoja na tenda kazi au kufanya mambo mazuri. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, nashuhudia kwamba bwana wetu Mtume Muhammad sallam ni mja wake tena mtume wake, salawatullahi wasalamu alayhi, yani sala na salamu zimwendee. Awwalu man umira bilqiraa, alikuwa ni wa kwanza ambaye aliamrishwa kusoma. Wa a'dhamu man rabba al-uqula wan-nufus bil-ilm, na alikuwa ni mbora ambaye ameweza kulea akili za watu na nafsi za watu kutokamana na elimu. Wa ala alihi wa ashabi, pamoja na rehma na amani ziwafikie watu wake wa nyumbani pamoja na masahaba. Wa man walahum bi sunnatihim ila qiyami saa, amma ba'd, pamoja na wale watu wote ambao watawafata kwa huo, yani kwa nyayo zao mpaka pale watakutoka katika hii ulimwengu. Allahumma ja'alna minhum, Mwenyezi Mungu tujalie miongoni mwao. Ibadallah, waja Mwenyezi Mungu, usikum wa iyaya awalan bitaqwa Allahi azza wa jalla, na wahusia pamoja na kuhusia nafsi yangu kwanza kumwogopa Mwenyezi Mungu mtukufu. Fakad faza almuttaqun, na hivyo hivyo watu wenye takwa ndio kufaulu. Ayuhal mu'minun, enyi waumini. Alilmu fil islamu mafhumu wasi'un wa shamil, yani elimu katika Uislamu kufahamika kwake ni pana sana na inakusanya kila kitu. Yashmalu alamu alghaibi wa shahada, na inakusanya ulimwengu ya vitu ambavyo hatuoni kwa macho na vitu ambavyo tunaona kwa macho, au vitu tunapata kwa hisia tano. Fa amma ma yataallamuhu annasu fi kathiri min almuassasat, ama yale ambayo inafundishwa katika shule ambayo tunazijua sasa, wanasema fayaktasiru ghaliban ala alabul madi, yani mara nyingi inazungumzia tu katika mambo ambayo tunayaona peke yake, wala izungumzie mambo ya akhira. Hiyo ndio tofauti. Tofauti ni kwamba elimu ambayo tunasoma sahihi imetoa mambo ya akhira nje, na ndio kwa sababu nitakana mtoto wa Kiislamu apate elimu ya akhira popote atakapoweza kupata, ili aweze kutengenea kama wasafahu Allahu fi surati Rum, vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyosema katika sura ya Rum. Mwenyezi Mungu anasema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya'lamuna dhahiran min alhayati dunya, wanajua tu ile ambayo inaonekana wazi katika ulimwengu ya hapo ulimwenguni. Wa hum anil akhirati hum ghafilun, bali wao katika mambo ya akhera wameghafilika. Kwa hiyo ndugu Waislamu, chochote kinachosoma sio mbaya, ni kwamba tu malengo limetolewa pale. Sasa sio malengo ile ambayo Waislamu wanasoma wakijua kwamba lengo ni siku moja atasimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ataulizwa kwa hayo. Idhan alilmu la alislamu la yaarifu at-taqsim alilmu ila dini wa dunyawi. Uislamu haitambui watu kugawa elimu kwamba hii ni elimu ya dunia na elimu hii ni elimu ya dini na elimu ya dunia, au rohi au ghairu rohi, wala Uislamu itambui kwamba hii ni elimu ya roho na elimu si ya roho. Hadha taksim dhahara fi Uruba, hii mgawanyiko ilikuja katika nchi ya Uingereza, yani Europe, fi athri nahdha, wakati wameanza uvumbuzi, wakati Waislamu wameapa njia, kwa sababu Waislamu katika al-asri dhahabi
katika the golden age Waislamu ndio walikuwa wanaongoza katika kila kitu. Walikuwa wanafanya hisabu, walikuwa wanafanya physics, walikuwa wanafanya biology, walikuwa wanafanya upasuaji. Watu kama kina Ali ibn Sina alikuwa amehifadhi Qur'ani kama yuko na miaka 4, lakini alikuja kufanya uvumbuzi mkubwa sana, yani vile maradhi inasababisha kila aina ya maradhi. Maradhi inasababisha ima kwa mchanga, ima kwa maji, au ima kwa hewa, na akaandika madawa mengi sana, na watu wa Europe wakachukua ile kitabu ndio wakafanyia kazi. Kwa hivyo Waislamu walifanya maendeleo katika kila kitu. Wameweza kutengeneza astrolabe. Waislamu walikuwa na mauniversity wakati wa Europe, watu wa katika dark age. Waislamu walikuwa wametengeneza mpaka table level, watu kama kina Jabir ibn Hayyan ambaye inaitwa algebra, ambaye hizo geometry tulifanya katika mathematics, yote ilikuwa inafundishwa katika hali ya Waislamu, na Waislamu walikuwa wamepiga hatua. Nchi yao ilikuwa ina nawiri wakati nchi ya wazungu ilikuwa katika giza, ndugu Waislamu. Kwa hivyo unakuta kwamba Uislamu umeanza kuhimiza watu kusoma masomo yote ili waweze kutambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo unakuta kwamba Uislamu hajaleta mgawanyiko. Mgawanyiko ilikuja vipi? Nikichukua tu wakati kidogo pengine kueleza kwa watu ambao wanajua historia, ni kwamba wakati wazungu walianza hii uvumbuzi ya teknolojia, ilianza Britain taban, mambo ya steam locomotives, vitu kama zile train ambazo zimeanza kutumia moshi au pengine makaa, walikuwa wameanza hivyo kwa hali ya chini sana. Inaitwa the first industrial revolution. Yani hiyo ndio namna wanadamu walianza kuendelea katika masomo hata kabla tujafika katika teknolojia ya sasa, ambayo sasa simu tunapiga na kuonekana vitu kama video call ziko. Unaona kwamba Waislamu waliwapa njia kupitia nini? Kupitia hisabu ya Waislamu. Waislamu walishagundua zero kabla watu wa Roma walikuwa hajagundua zero. Hii zero, ndugu Waislamu, imeleta mabadiliko makubwa sana. Ndio leo kompyuta yote lugha yake ni zero, lugha yake ni sifuri. Na unakuta kwamba Waislamu waliweza kuwapa watu njia na wakaweza kuendelea katika hiyo hali. Kwa hivyo nini ilikuja kadhaa dini? Nimesema wakati wazungu walikuwa wanaendelea katika uvumbuzi ya mambo ya nini, walikuwa na imani mbili. Kulikuwa na imani inaitwa geocentric theory na heliocentric theory. Geocentric theory ni kwamba ardhi, yani jua inazunguka ardhi. Heliocentric theory ni kwamba ardhi inazunguka jua. Wakawa wanapingana. Kama Biblia inasema nini? Wakapata Biblia inasema ardhi tambarara, iko na kona 4 na kila kona inashikwa na malaika. Lakini kuna mtu anaitwa Copernicus au Galileo akasema hapana, tunaona kwa darubini kwamba ni ardhi inazunguka jua. Na tayari kalenda tunajua inaletwa namna gani? Kalenda ni kwamba ardhi inazunguka jua inachukua siku 333 na robo. Na 35 na robo. Yani 365 and a quarter. Ambayo ikifika 4 years inakuwa leap year, itakuwa 366. Na ndio kalenda hii imekwisha jana hii. Sisi hatufuati kalenda, tunafuata kalenda ya luna, tunafuata kalenda ya mwezi. Sasa tuko katika mwezi wa Rajab. Mwezi wa 7 ambaye ni mwezi pia mtukufu, na bado tumebakia karibu na miezi 5 tufike mwisho wa mwaka. Kwa hivyo sisi tutavuka. Inshallah tutavuka wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu atujalie tuvuke na atufikishe Ramadhani. Kwa hivyo hawa wakasema nini? Wakasema kwamba nyinyi watu wa kanisa wakasema nyinyi mnasema urongo bwana. Mwenyezi Mungu amesema hii ardhi tambarara na nini na nini na jua inakwenda mwezi. Akamwambia hapana, tunaona kitu tofauti. Kwa vile kanisa bali lilikuwa na nguvu, walikuwa na wanaongozwa na papal state au mapapa hawa, ikabidi hawa watu waadhibiwe. Nani aliadhibiwa? Copernicus aliadhibiwa katika 1817 aliadhibiwa kwa sababu aliandika kitabu ambaye inaonyesha kwamba ardhi inakwenda inazunguka nini? Na Mwenyezi Mungu alishataja hiyo katika Qur'ani kuanzia kitabu sana. Ukienda katika sura ya Yasin Mwenyezi Mungu anataja wa yukawiru laila, katika sura Zumar anasema yukawiru laila ala nahar wa al-layl wa nahar ala al-layl, kwamba anafunika kwa mviringo, usiku inaingia na mchana inaingiana, hivyo wanaachana. Katika sengine Mwenyezi Mungu anasema anavua usiku na akipeleka mchana. Kivipi? Waislamu walishaanza kujua hata wakati wa Mtume Muhammad sallam kwamba ardhi ni mviringo, unaweza kutoka from one place na ukafika tena kwa ingine. Hao walikuwa wanaogopea kwamba ukienda mwisho utafika ukingoni na utaanguka. Sasa Waislamu wakaanza kufungua njia, watu wakaanza kujua okay, ardhi ni round, kwa hivyo naweza kwenda sehemu moja nikarudi tena sehemu pale pale.
Sasa ukakuta kwamba Waislamu wamepeana tena mwelekeo mzuri, lakini baadaye mwaka kupita Waislamu wakaanza kurudi nyuma, wakasema nini? Wakataraja almuslimuna alyawma hinama inharafu an hadha alfahm wa shamil. Waislamu pia wakaanza kutoka katika njia kama fahima au almuslimuna fi al-asl dhahabi, sio vile Waislamu walivyofahamu katika asl dhahabi. Wakasara baadhuhum alilmu fi majalin wahid, na basi wakapeleka kwamba elimu ya kidini ni elimu sehemu moja tu. Na sisi tutajua kwamba leo Waislamu amesoma fiqh, amesoma sheria, amesoma hadith, amesoma tauhid, hiyo ndio amesoma elimu, amesoma dini. Nasema hiyo ni elimu nzuri sana, ni ya misingi, lakini hujasoma dini. Dini Mwenyezi Mungu kingine na Qur'ani anazungumzia as-samawati wal ardhi. Siku zote ukisoma Qur'ani utakuta Mwenyezi Mungu anazungumzia samawati wal ardhi. Ilivyokuja katika sura al-Anbiya sura 21 aya 30, Mwenyezi Mungu anasema awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal ardhi kanata ratkan fafataknahuma waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy. Je, makafiri, sio makafiri wa Maka, wanasayansi wa sasa, hawaoni kwamba Mwenyezi Mungu anasema ardhi na mbingu ilikuwa imeshikana ndogo hivi, Mwenyezi Mungu akazigawa, waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy, na tukajali kwamba kila kitu chenye uhai ina maji. Afala yu'minun, mbona wasiamini? Ikawa kitabu cha Qur'ani inaanza kuzungumzia usayansi na astronomy na astrophysics at the same time, lakini unakuta hiyo elimu haifundishwi kwa madrasa. Walikuwa wanafaa kufundishwa kwamba Muislamu ndiye anafaa kujua najimu, astrophysics na hizo vitu na hisabu, kwa sababu kila kitu katika ardhi imeumbwa kwa hisabu, na nyinyi mnajua Mwenyezi Mungu anazungumzia sana katika Qur'an. Kwa hivyo hisabu ikawa ni the building block ya engineering yoyote. Ukitaka kufanya engineering yoyote lazima ufanye hisabu. Hata wenye kutengeneza ndege wanafanya kwa hisabu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezungumzia nini nyingi. Awalam yarau ila tayri fawqahum safat, mbona wasione ndege vile wanakaa juu yake? Man yumsikuhunna illa yaqdirna, yani wanakunjua ambao wanakunja. Man yumsikuhunna illa Allah, hakuna mwenye kuzibeba hapo isipokuwa Mwenyezi Mungu. Hii ni aerodynamic mzima, hatuwezi kuzungumzia msikitini. Mama, unaona vile ndege zinaruka, mahelikopta zinaruka, ilishatajwa na Qur'ani na vile wanaweza kutumia hizo vitu. Inakuwaje Waislamu ndio warudi nyuma na tayari kitabu chao imebeba hizi elimu zote? Kwa sababu mtu amefahamu hapo Bulaya, amefahamu kwamba misingi peke yake ndio elimu ya Kiislamu. Leo utakuta vijana wengine wanashindwa kusoma, anasema mimi sasa kwenda kusoma dini. Somebody ana drop out from school, anasema sasa nataka kwenda kusoma dini. Wewe utafikiria Uislamu ni kwenda kubebwa na kichwa tupu? Uislamu huwezi kubeba hivyo, lazima uangalie mazingira mzima. Mazingira yote ni elimu hii ambayo unaona tunaishi ndani. Mwenyezi Mungu anahitaji saa zote, hebu angalia, hakuna aya utasoma bali Mwenyezi Mungu anataja mambo ya mazingira. Angalia kama aya sura An-Naml, Mwenyezi Mungu anasema amman ja'ala al-ardha qarara, ni nani ambaye amejalia ardhi kama msingi, wajala khilalaha nahara, na kajalia kwamba katikati yake inakimbia mito, wajala laha rawasiya, akajalia kwamba katika ardhi kuna milima ambayo ina mzizi. Hii ni geology. Ukisoma geology unasoma the formation of rocks, na Waislamu wameweka hii side, wanafikiria ni kitu kingine. Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema waja'ala baina al-bahraini hajiza ilahu ma Allah, na akajalia kwamba baina ya bahari mbili kuna mpaka. Je, kuna Mungu mwingine ambaye asiyefanya hizi vitu? Jawabu ni la. Huyu Mwenyezi Mungu Allah pekee yake amefanya hivyo, ndiye ametengeneza hizi vitu vyote. Kwa hivyo Muislamu kama khalifa wa Allah anafaa kuwa na elimu ya hizi vitu zote, ndiye awe khalifa mzuri mwenye anaweza kutake care of the ecosystem. Kwa sababu leo tunakuja katika mambo ya conservation, mambo ya kuhifadhi pengine sehemu hapa. Tunajua kwamba Waislamu ndio wanajua. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kuanzia kitambo, mtu asikojoe kwa maji, mtu asikojoe nini, fanye nini, hata kama maji yanapita karibu yako usiharibu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia anatuambia katika sura nyingine, sura Ar-Rahman, anasema ya ma'ashara al-jinni wal-ins, enyi kikundi cha majini na wanadamu, in istata'tum man tanfudhu fi min aqtari samawati wal ardi fanfudhu, ikiwa mnaweza kwenda mkabebana hapa juu, hebu nendeni. La tanfudhuna ila bisultan. Hii ni sura Ar-Rahman, sura ya 55 31 mpaka 32, inatuzungumzia space travel. Watu ambao wanaelewa hii aya ni watu wa NASA.
Watu wa NASA mnajua ndio watu wapeleka vyombo juu. Leo kila mtu apeleka chombo kule juu kinaning'inia. Sisi tuliambiwa kitambo sana. Where did we go wrong? Tulikwenda wrong wapi? Kufahamu kwamba elimu ya dini ni gani na elimu ya dunia ni gani. Na leo kuna makundi pia yanatembea tembea wanakuambia kusoma shuleni makosa, sijui kwenda wapi si makosa. Makundi ya vijana wadogo wadogo wamekataa kusoma na wanajua kwamba Kenya peke yake tuna need so many teachers. Angalia, CBC imekuja na program ambayo imekubali kuweka Kiarabu kwa primary na secondary ambayo ilikuwa ipo. Na hata kwenda kufundisha. Kama watoto wanakimbia wataki kwenda kusoma. Kwa hivyo ndugu Waislamu, lazima ijulikane kwamba ilmu nafi ni ilmu yoyote ambayo inasaidia wanadamu na Mwenyezi Mungu. Hii ni elimu ya Uislamu. Kwa hivyo sikulie tu kama ni njia moja tu. Kwa hivyo tunaangalia topic ya leo, tulikuwa tunataka kuzungumzia knowledge or ilmu and education and Islamic viewpoint. Waislamu wanatazama vipi mambo ya elimu? Na malengo na shabaha ya kwanza kubadilisheni mtazamo wetu katika elimu, hivyo tutaendelea. Ya pili, lazima tujue kwamba kuchukulia elimu katika sehemu moja ya msingi peke yake ndio tuletea hasara. Ya tatu, elimu na afya ni mujtama, si ya mtu mmoja wala ya family. Kwa hivyo mavyama Waislamu viongozi lazima waangalie kwamba Waislamu wanaangaliwa mambo ya elimu. Ndio kwa sababu unakuta kama Al-Mu'minun ni shule ndogo. Waislamu wanataka shule kama Al-Mu'minun, maana CBC inakuja na system watoto hawatasoma madrasa vile mnafikiria. Kwa sasa watoto ambao wanasoma madrasa ni 6 years age, 7 years wanapewa assignment mpaka holiday wanasoma. Inamaanisha suluhisho ya kipekee ni Waislamu lazima pia watengeneze shule zao za integration. Sasa watu wa kanisa walirealize kwamba hii system ambayo tunakwambia inatufundisha tu dhahira, haifundishi mambo ya akhera. Tabia pia inaleta ingine ambayo sio nzuri. Inamaanisha kwamba lazima ukae vizuri na watoto wako. Wamerealize, wamekuja na Waislamu, wamesikizana ni vipi tunaweza kufanya mtoto mdogo afundishwe na alelewe kwa njia ambayo hawezi kukosa maadili ya Kiislamu. Tulikaa nao chini, watu wakubaliana, sisi tuna kila kitu. Watu wakubaliana chini kwamba misikiti yoyote lazima ina PP1 na PP2. Msikiti yoyote PP1 na PP2. Sasa question, watu kanisa wanafanya, hata ukienda kanisa yao utakuta wana PP1 na PP2. Hebu niambie Waislamu msikiti gani iko na PP1 na PP2? Na wanakwambia yule mtoto akicheza kando ya msikiti na anaangalia vile msikiti ilivyo na kadhalika, ndiye anashika ile mambo na atapotea. Na kumpeleka na asijingi afanye nini, basi atapenda. Challenge iko mbele ya Waislamu sasa kwamba je, tunaweza kuviweka PP1 na PP2 tukawafundisha maadili ya Kiislamu kama bado wako pale, wakifika miaka 7 hata wakienda kusoma kwingine hawezi kupotea. Challenge iko mbele. Kwa hivyo ndugu Waislamu, lazima pia tujulikane kwamba Uislamu inaweka mkazo juu ya STEM education. STEM education ni nini? Ndio ya CBC ya sasa. Science. Qur'ani ukisoma ni science tu imejaa. Na pili ni technology. Sasa hii technology inakuja mbio sana. Utakwenda shule zingine zimeanza kufundisha technology straight moja kwa moja. Sasa hata mwalimu mtoto amekosa kuja shuleni, unamfundisha kama uko nyumbani kwa simu au kupitia njia yote ile. Sasa hakuna ku waste time. Engineering lazima pia iwe kipaumbele. Hiyo ndio CBC inapeana. Alafu mathematics. Mwenyezi Mungu amezungumzia sana katika Qur'an. Hiyo ndio kwa sababu nakuta angalia tu kugawa mirathi. Mshajua kwamba kugawa mirathi is a thorn in the flesh of the Muslims. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu iko na mathematics sio za primary, mathematics nzuri. Kwa sababu ukitaka kugawa mirathi lazima ufanye proportion. Lazima ufanye percentage. Lazima ufanye ratio. Hizi kama ukufanya utaacha mirathi hapo hapo. Utakwenda kuchukua mtu ima katika bureau ya standard, mtu ambaye amefanya statistics aje agawe hiyo mirathi. Kwa sababu mtu amewacha milioni 10, hapo na wanawake 4, hapo na watoto wa kike sijui wangapi, ya kila mtoto wa kiume anafaa kupata nyingi kuliko yule, alafu kila mtu amepewa yake. Wallahi kama hauna mathematics na uko tu na kazi yako hapo, hakuna kitu ambacho utafanya. Tambia Mungu atawajalia muishi vizuri na mgawe hiyo pesa vizuri. Wewe ndio unafaa kuangalia kama chef, kwa sababu you're supposed to do mathematics, na hiyo mathematics inafaa kuongoza pia fanya hata
Zakat pia ilipi vizuri kwa sababu hizo calculation pia ziko. Mathematics ni msingi jamaa. Mimi nakumbuka wakati tulikuwa wadogo tu msikiti wa Tabadeshe Takalini nilikuwa nimeanza kufundisha mathematics hizi ma operation minus, plus, division ilikuwa tufundisha. Lakini siku hizi kama hivyo tufundisha madrasa. Unaacha itafundisha kwa shule. Ifai kuacha hivyo. Mwenyezi Mungu amezungumzia katika Qur'an. Kwani sisi tusome Qur'an? Afala tatadabbaru Qur'an ama ala qulubin aqfaluha. Mbona msizingatie Qur'ani ama katika nyoyo zenu mchafungwa vifuli? Inamaanisha kichwa ya uongo ya mtu na fikra ya mtu na fahamu ya mtu inafungwa. Hii ndio maana yake. Kwa hivyo ndugu Waislamu, pia lazima tujue kwamba kila mtu ana jukumu ya kuona kwamba hii nidhamu imeendelea na pia kwa ujumla. Na mwisho pia lazima tuangalie kwamba sisi kama Kenya tuko na nafasi nzuri sana kueleza Uislamu vile kwamba Uislamu ina manufaa gani, kwa sababu ya freedom of worship na freedom of speech. Vijana hizo lazima tuangalie. Kwa hivyo hebu tuangalieni kitu kinachoitwa sources of knowledge. Tunapata elimu vipi? Ukisoma education utakuta elimu haupati tu kwa kuweka kwa class. Ile inaitwa formal. Elimu unasoma kwa mambo mengi sana. Ya kwanza, environment. Kuangalia tu ile environment. Kwenda tu kuobserve. Kwenda tu kuangalia maji. Kwenda kuangalia watu, there's something you learn. Inamaanisha Uislamu ina encourage watu kusafiri katika ardhi kuangalia vile Mwenyezi Mungu amefanya mambo katika ardhi. Sasa yeye anasema siru fil ardhi fanzuru kaifa kana akibatu alladhina, wale ambao walikuwa wanakanusha Mwenyezi Mungu waliishi katika ardhi kuliko wewe. Sasa yeye anasema siru fil ardhi fanzuru kaifa bada al-khalq. Nendeni katika ardhi mwangalie vile kuumba ilianza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitia compass point wapi? Sio kwamba alitia kwa namna ya mwanadamu, hapana. Yaliko bijalali. Watu wengine wasema ni Makka ndio center, na kweli ni center, kwa sababu imekuja katika kitabu cha Al-Jannatu wan-Nar ile ya Dr. Sulaiman Ashkar kwamba kuna Kaaba nyingine katika mbingu ya saba inaitwa Baitul Maamur. Zinaangalia na Kaaba kabisa, ukirusha mawe itakuja itaanguka kwa Kaaba kabisa. Kwa hivyo inamaanisha Kaaba is the center of the earth. Na wameshapata hata wenyewe wanaona wenyewe. Na hiyo tuliambiwa kitambo sana. Kwa hiyo ndugu Waislamu, mazingira ni muhimu. Iko na vitu ambavyo tunaangalia na vitu ambavyo hatuoni. Na mazingira mengine ni vitu ambavyo sisi ndio tuna elimu nayo. Na tushukuru Mwenyezi Mungu. Unajua katika alamul ghaib sisi Waislamu ndio tunayo, sababu tunajua alamul malaika al-abrar, ulimwengu ya malaika inatupa information, na ulimwengu ya majini pia, ulimwengu ya mashaitani, na kuna ulimwengu ya arwah ya maroho. Hata kabla hajaleta katika mwili kuna roho tu, Mwenyezi Mungu ameleta maroho nyingi tu, inakuja tu hapa, inategemea inakuja namna gani, na kuna ulimwengu ya wafu. Hiyo yote ni elimu ambayo Waislamu wanayo. Alafu pia vile vile elimu ya ufunuo, revelation, na pia vile vile tunajua kwamba elimu inapatikana kwa experience. Wazee ambao wanakaa katika hii, kwa mfano mimi sasa niko karibu ma 62 63, pengine vijana wengine wanijui hapa. Mimi hapa msikitini nilikuwa natoa mawaidha nyingi sana hapa wakati wa kina marehemu Abdallah Sheha rahimahullah na Abdallah Masud. Sema tu tangu nianze kufundisha, niache kufundisha katika shule za upili, alhamdulillah nimekuja sasa na tatu hivi nafanya research zangu na vitu kama hivi. Lakini nikipata nafasi pengine tutakuwa tunazungumza mambo ya fulani vile tunafaa kuforge ahead katika wakati wa sasa inshallah. Kwa hivyo na mengine pia ni unaweza kupata elimu vile mtoto wa Adam alipata elimu. Nakumbuka alipomuua mwenzake, Mwenyezi Mungu alimwambia nini? Alitoa makunguru wawili wakapigana akafanya, akamuonyesha. Na hii kitanda so many meaning. Man inamaanisha hata mchezo wa kuigiza pia inakubalika. Kuna wengine hata wanakataa hiyo. Drama is allowed kupitia hii aya. Kwa sababu Mwenyezi Mungu analeta makunguru wengine wanapigana, najua kumbe this the way ya walaita ajazu na kuna mithla hadha al-ghurab fa wari ya sawata akhi. Nimeshinda kwa kama huyu kunguru. Mwenyezi Mungu alimfundisha pale. Mwenyezi Mungu kufundisha kwa namna ya ajabu sana. Na zingine hata sisi hatuelewi. Kuna zingine Mwenyezi Mungu akubisha kifitra tu. Fitra ni kwamba unakuwa tu na elimu kama Isa ibn Maryam. Na kama Mtume Muhammad sallam, yeye hakujua kuandika lakini alikuwa na elimu nyingi sana. Watu wengine wafikiri Mtume sallam alikuwa na elimu. Ni kwamba alikuwa tajiri kuandika na kusoma, lakini vitu ambavyo alifundishwa ndio hizo katika Qur'ani yote, na amesema yote katika sunna yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kwa hivyo taenda straight away kwa sababu ya wakati. Ninasikia nyinyi mnasali na dakika 20, nitaeleza mambo ya case study. Case study au hayati dirasa ni kuonyesha mambo ambayo niyasema ni ya kweli. Jambo la kwanza, wakati tulikuwa tunapata scholarship kwenda nje, mimi nilikuwa mmoja wao, nilipata scholarship around 1970s late hivi kwenda kusoma Madina. Lakini watu wengi walishatangulia kule. Kuna wenzetu walishatangulia kule. Ambao walitangulia kule walikuwa hawana elimu ya secular. Wengi walikuwa hawajasoma. Wengine wametoka Duke straight away akaenda akasoma kule, hiyo sheria, akasoma da'wa, akasoma nini, akarudi. Kurudi things were very different. Government iko inaweza kupa kazi lakini kama uko na certificates. Kwa hivyo wengi wao walipata hawezi kuingia huko. Wengi wao ima ni msikiti sasa au vyama vya Kiislamu. Those are the things could have employed you. Kwa hivyo area ya employment yako itakuwa reduce ikiwa ndogo kwa sababu umetoka katika ile nidhamu ambayo hauna hii secular. Wengi wao walikuwa mashallah wa Somali, marafiki zangu, wengine wakaingia katika biashara, isili, na wengine wakaingia katika vyama tofauti tofauti. Lakini wakalana lesson ambayo walilearn ni kwamba tumenyimwa nafasi ya kusambaa na kuingia katika kila sector because of secular. Na fi'lan from there Wasomali made a decision. Wakasema tutashika Qur'ani kwa mkono wa kulia na secular kwa mkono wa kushoto. See the result now. Wanaongoza Kenya. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu awajalie, sio? Sekta ya medicine wako, sekta ya engineering wako, hata nyumba zinajengwa zinajengwa na maengineer wa Somali. Wani mbona hawakutunongezea bwana, sisi tumejua siri. Sisi mtu bado ati anawacha shule anakwenda kusoma dini, atakuja kusumbua watu hapa. He's going to disturb people kwa sababu hawezi kuongoza hata watu. Tunakwenda kwa technology, tunakwenda kwa artificial intelligence. Hao washalom wanasema hizo vitu ni haramu. Sisi kama mnaelewa. Wanasema bora shule ni haramu. Sasa kufanya ufundi sasa ndio haramu. Sasa tunakwenda wapi? Tutakwenda kupata walimu wapi? Mzee Juma. Tunataka walimu ambao ndio basi sisi sasa tumeretire. Kila baada ya wana retire. Haya ninafundisha na watu sio kwa Waislamu. Na sasa iko primary na iko secondary. Na bado tuko na group kama hizi zinatembea around wakifikiria ndio wanajua Uislamu. Mandugu Waislamu, hebu tufikirie tena. Ya pili, case number 2. Case study number 2. Kuna wakati katika Kenya kuna maraki za Kiislamu, zile institutions za Kiislamu ilikuwa inafundisha Uislamu peke yake. Walikuja kwa realize they are going wrong. Ikabidi wa change haraka sana. Mmoja mnajua Mahad Banat Nairobi. Walikuwa wanatoa watoto wa kike lakini watoto wanakuwa stranded somewhere. They cannot get into the system. Wakarealize hii tunakosesha wanafunzi wetu nafasi. Ikabidi wageuze Mahad Banat. Kwanza kabisa shule kama ya shule yoyote. Ikapatikana wale watoto wanapita mtihani kuliko watoto wengine. Wanaingia university kwa wengi sana. On top wao wakasema tunaanza college. Wakaanza college sasa kutrain kushonaji, kutrain computer, kutrain. Sasa mtoto akitoka Mahad Banat anatoka kama yuko full, anaingia katika community na anachangia na anaweza kuandikwa mahali hata kwa serikali. Mwisho, case study yangu ya mwisho. Kulikuwa kuna imam mzuri sana, anasoma vizuri sana. Alisoma hapa msikiti wa Jami. Sitaki kumtaja kwa jina. Walisoma hapa msikiti wa Jami chini ya mzee wetu Sheikh Zakaria rahimahullah. Kama mjii kuna mzee alikuwa anaitwa Sheikh Zakaria. Wanasoma vizuri sana. Huyo kijana amchukua Sheikh Zakaria copyright. Alikuja akakaa imamu ya hii msikiti sio kwa miezi mingi, kama miezi mitatu. Watu walikuwa kianza kusoma khutba watu wanalia. Sababu anamkumbusha nani? Sheikh Zakaria. Lakini akasema hapana, wacha nikatafute greener pastures in Nairobi. Kumbuka ameacha kwa standard 4, hajafanya standard 7. Akaenda kapewa msikiti moja pale pia akasoma hivyo hivyo tukampenda. Lakini kumbuka kuna watoto wengine walikuwa wanakwenda ng'ambo lakini wamesoma secular. Sababu unajua wale kusharudi pia wanataka sehemu, sio? Nataka pia kuwe hapa. Sheikh, vipi bwana? Makaratasi ya kusoma unayo? Ati niko tu na hizi ni nakwambia tunaona huyu akuwe imamu wewe ukuwe naibu. Walimwanzia hivi. Wewe akuwe imamu, wewe akuwe naibu. Msikiti ulipojengwa kidogo akwambia wewe imamu, sasa si hivi naibu, si unaweza kuadhini. Huyo imamu alikuwa mzuri sana, sio? Unaweza kuadhini, akaregeshwa mpaka kwa dhana.
msikiti ilipojengwa, msikiti ya kifahari na watu wanatoka ng'ambo na watu wanatoka nini Nairobi, watu wakasema unajua tunataka sasa mtu ambaye ana interact na watu pia unaweza kusema kizungu na kadhalika. Je, unaye? Unajua kitu kilitendeka ya kusikitisha, alipewa pension ile pesa ya uzee kwenda katafute maisha kwingine, wakachukua mtu ambaye amefanya form 4 anajua mambo ya Kiarabu kidogo anaweza kufanya nini, jakawekwa pale. Sisemi kwamba hiyo madharau inafaa, lakini kuna saa zingine mambo mengine ina reduce tu mambo vile sisi kujua. Maana Waislamu wengine wanataka kuweka vitu kwenye masikio, hataki kusikia. Wakiambiwa jamaa fanyeni integration. Integration pia tuwezi kufanya kwa sababu hatuna pesa. Almuhimu iko tu moja hapa. Na almuhimu pia vile tunajua wanalipa, sio? Mara nyingi walimu wengi wanalipwa kutokana na hizo school fee kidogo. Inamaanisha fee lazima iwe juu. Next time Waislamu watakwenda wapi? Shule za government. Shule za government tayari iko na slot ya Arabic na Kiswahili na IRE, lakini hakuna wenye kufundisha. Basi inamaanisha kuna shule watu wengine wanafundishwa nini? Wanafundishwa hizo masiari. Inabidi maana kuna shule ukienda kama hizi shule za Catholic na kadhalika kwambia utafanya CRE. Hakuna njia. Utafanya nini? Unataka mtoto akae pale. Kwa hivyo ndugu Waislamu, changamoto ni nyingi. Tukipata nafasi tutakuja kuzungumza kwa msulu nyingine. Kitu ambacho najaribu kusema katika hotuba ya leo kwamba Uislamu haijasema kwamba elimu ya dini ni kusoma tu fiqh na hadithi na Qur'an. Hizo zote ni mzuri, lakini lazima usome usayansi, mathematics, engineering na kadhalika. Sababu gani? Namalizia na kisa ya watu wawili. Na nyinyi mnawajua, siwezi kusoma vitu ambavyo nimesema yote. Kisa cha baba na mwanae. Baba ni Nabiiullah Daud alayhi salam na mwanae ni Suleiman alayhi salam. Nadhani najua kisa chake, yuko katika sura Naml na sura zingine kama sura 7. Daud alayhi salam alipewa elimu nyingi sana na kapewa miujiza. Katika miujiza ambayo alipewa ni kwamba alikuwa anaweza kufanya chuma iwe ilainike kwake, na akatengeneza silaha na akatengeneza vitu vingi sana. Na Mtume sala anasema ma akala al-insana atyabu ta'aman, yani chakula bora kabisa kuliko ile min kasabi yadihi, kuliko ile ambayo ametengeneza vitu kwa mkono wake akaenda kauza kapata thamani yake. Hii hadithi ina encourage nini? Hii hadithi ina encourage ufundi, ina encourage engineering, ina encourage production, ina encourage entrepreneurship. Zote hii hadithi ina encourage. Sasa sijui kwa sababu gani watu ambao wanasoma hii hadithi hawawezi kuona kwamba tunafaa kuwapa watoto skills. Sasa government imerealize kwamba watoto wengi wanatoka shuleni hawapati skill na wanaingia katika makundi za haramu. Government imerealize, ambayo Waislamu ndio wangerealize mapema sana. Vijana wetu wameingia katika crimes kwa sababu hawana skills. Government sasa imekuja na mambo mawili TVET. Tumekwenda juzi tukakaa, wakasema watoto wengi wanavutwa na hizi makundi mabaya, wanaingia katika uhuni, wanapiga watu na kadhalika. Government imetoa offer kwamba kama una certificate nzuri, ingia sehemu yoyote, uchukue form, ufill Rotary, kwenda kaangalie skill ambayo unataka kutrain. Kama unataka plumbing, kama unataka electrical engineering, kama unataka mechanic, kama unataka nini, nenda pale, utachaguliwa, utasoma kwa miaka miwili. Ukimaliza kusoma, serikali itahakikisha kwamba inakupa pesa ya kuanza nayo. This project inafaa kufanywa na Waislamu. Sijui kwa sababu gani Waislamu wako wapi? It is us. Mtume sallam alitatua matatizo kwa sababu ya project ya Baitul Mal. Alitengeneza project kiasi ambacho mtu yeyote ukikuja pale, kama uko na shida unapewa ngungo, unapewa nini na kadhalika. That project was there. Nakumbuka leo ukienda kuangalia statistics hata kwa law enforcement, utakuta watu ambao wanauliwa wengi ni vijana wa Kiislamu. Hii haitupi raha, sababu kuna somewhere imekwenda wrong. Aqulu ma tasmaun fastaghfirullah innahu kana ghaffara. Alhamdulillah alladhi hadana ila alislam wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah